Ishara ndogo ndogo za mtoto akiwa tumboni zinazoashiria afya yake. Mtoto akiwa tumboni, kuna baadhi ya ishara utaziona kwamba mtoto wangu yupo salama, aidha mtoto wangu hayupo salama. Na baadhi ya ishara hizi ni kama ifuatavyo. Kwanza, mtoto kucheza tumboni, aidha kupiga teke. Kawaida mtoto huanza kuanzia wiki ya 16 hadi 25. Na kama atachelewa sana hadi wiki ya 28 ya ujauzito wako. Na ukiona maana umefika wiki ya 28 bado huhisi kabisa kucheza kwa mtoto, basi kitu cha msingi, jitahidi kukaa kwa utulivu, hasa wakati wa usiku, kumhisi kweli mtoto acheze. Na kama ukiona ni kweli, basi hakikisha unafika hospitali, unamwelekeza daktari wako ili aweze kukusaidia. Lakini vile vile namba 2 ni mpangilio ya kucheza, aidha kupiga teke kwa mtoto. Kawaida mtoto anakuwa na mpangilio maalum. Kama maana yake anafanya shughuli zake mara nyingi ni usiku, utaona ni usiku. Aidha kama ni asubuhi, utamwona mara nyingi mtoto anacheza asubuhi. Na hii inaashiria kwamba neva za mtoto zipo sawa. Kwa hiyo inakuwa ni ratiba yake ya kila siku. Kuna muda kumbuka mtoto anakuwa amelala pia. Kitu cha tatu ni kukua kwa tumbo la mama. Kawaida mama ambaye mimba yake, aidha mtoto wake anakuwa vizuri, kadri umri wa mimba unavyoongezeka na tumbo linakuwa linaongezeka. Kwa hiyo ukiona tumbo halikui, maana yake hizo sio ishara njema. Kwa hiyo maana unatakiwa uangalie mabadiliko ya tumbo yanapozidi kukua kulingana na muda. Hiyo inaashiria kwamba mtoto wako vile vile yupo salama. Namba 4 ni mapigo ya moyo ya mtoto. Je, mtoto wako tumboni mapigo yake ya moyo yakoje? Kawaida mapigo ya moyo ni angalau mara 110 hadi 160 kwa dakika. Lakini ni kwamba ukiona yamezidi, yanaenda kasi zaidi, aidha chini zaidi, maana inaweza ikawa ni ishara mbaya kwamba mtoto anawezekana na tatizo. Na hili uweze kugundua wewe mwenyewe. Hapa ni muhimu sana unahudhuria kliniki, kwa hiyo wanaweza wakagundua kwa kutumia vipimo vya hospitali. Namba 5 ni vipimo vyenyewe vya kliniki. Kama vipimo vya kliniki vitaonyesha kwamba hauna shida, basi inaonyesha maendeleo ya mtoto wako ni mazuri. Unapokuwa unaenda hospitali, mara nyingi watakuwa na kupima vipimo mara kwa mara. Hivyo vipimo vitaashiria kwamba je, mtoto wako yuko salama au yuko vipi. Kwa hiyo vile vipimo vikwambia upo salama, maana yake ni ishara kwamba mtoto wako yuko salama. Namba 6 ni shinikizo la damu la kawaida la mama. Kama shinikizo la damu la kawaida la mama halipandi, aidha haizidi, maana yake hiyo inaashiria kwamba mtoto kuna asilimia kubwa ya kuwa salama. Lakini kama shinikizo linakuwa juu, kuna uwezekano mtoto anakosa virutubisho na oksijeni. Kwa hiyo mwisho wa siku kupelekea matatizo. Lakini dalili ya mwisho ambayo ndio ya 7 ni kwamba kama unaona unatokwa na damu ukeni, aidha unapata maumivu ya tumbo, aidha kutokwa na maji, hizo ni ishara mbaya. Kwa hiyo kama ubati hizo dalili, maana yake mtoto wako inawezekana yupo salama sana. Kitu cha msingi, unatakiwa uhudhurie sana kliniki. Hiyo itakusaidia kujua maendeleo ya mtoto wako. Okay, vipi leo nataka uniambie wewe kama mama. Je, mtoto wako wewe huwa na ratiba, huwa anacheza mara nyingi muda gani? Ni asubuhi, ni mchana, aidha ni jioni? Naomba niandikie kwenye comment hapa. Lakini usisahau kusubscribe na kufollow kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na afya ya uzazi. Kumbuka lengo kila mtu awe salama pamoja na mtoto wake tumboni. Asante.